Nashukuru sana kwa nafasi ambayo nimeweza kuipata ili niweze kuzungumza na wewe. Nataka nizungumzie kuhusiana na maadui wa Yesu. Najua Yesu zama hizo alipokuwa amekuja katika ulimwengu, alikuja akapata uadui na upinzani mwingi sana. Siku moja alipokuwa amekamatwa, alichukuliwa akapelekwa kwa Herode, na alipopelekwa kwa Herode, tena Herode akamrudisha kwa Pilato. Sasa Pilato akawa amejaribu kufanya mahojiano na kuchunguza juu ya mashtaka ambayo wamemshtaki Yesu katika kitabu cha Luka 23 mstari wa 13 na 14. Alipohojiana akagundua Yesu hana hatia, akaamua kuwaambia ukweli kwamba mashtaka mliosema mtu huyu anawabadilisha watu na kuwapeleka katika namna isiyofaa, mtu huyu mambo haya nimeona si kweli. Kwa hivyo mtu huyu nitamrudisha ili aweze kuwa huru. Wakapiga sauti kubwa, kwa sauti kubwa wakaongea katika mstari wa 15 na 16, wakasema basi tuachieni Barabbas, kwa sababu huyo Yesu tunamtaka asulubiwe. Kwa hivyo wakaamua kumfanyia hivyo Yesu na akasulubiwa. Kwa hivyo maadui wakubwa wa Yesu Kristo na waliomuua Yesu Kristo bila shaka umeanza kuwaona hapo, kwa sababu katika mstari wa 13 nasema Pilato akawakusanya wakuu wa makuhani, wakubwa na watu wengine. Kwa hiyo maadui za Yesu walikuwa ni viongozi wakuu wa dini, wafuasi wa dini na wataalamu katika masuala ya uandishi katika masuala mazima ya dini. Kwa hivyo hata hivi leo maadui wa Yesu sio yule mlevi kule kilabuni, sio yule dada anayeuza vinywaji kwenye baa, sio hao sio maadui wa Yesu, wala sio hao watu wa dini nyingine kwamba ndio wanaoweza kuwa ni maadui za nani? Maadui za Yesu. Maadui wa Yesu walio waziwazi na wanaofahamika kwa uharaka ni wale watu wa dini. Unajua, maadui wa kwanza walifahamu ya kuwa ujio wa Yesu Kristo umeanza kuharibu dini yao ya Kiyahudi waliokuwa nayo. Kwa sababu Yesu alikuwa miongoni mwa Wayahudi, sasa ameanza kupata upinzani mwingi. Hivi leo maadui wakubwa wa Yesu Kristo na injili yake wanaendelea kuwa ni wale viongozi wakuu wa makanisa, waumini wenyewe na wanazuoni wa masuala ya kithiolojia. Hao ndio wanaokuwa ni maadui wakuu wa injili ya Yesu Kristo. Kwa mfano, ukiangalia hivi sasa, wapo leo ni siku ya Ijumaa, wanaita ni Ijumaa Kuu ya Pasaka. Wapo kwenye kusherekea wakidai Yesu leo ameteswa, Yesu ameuawa, Yesu amezikwa, hivyo siku ya Jumapili atafufuliwa. Baadhi yao katika siku ya kwanza ya juma hiyo wataweza kumega mkate na kukinywea kikombe mara moja kwa mwaka, na makanisa mengine hawatafanya hivyo kabisa. Lakini sasa hebu nenda jaribu kuangalia kwenye Biblia. Mfano, Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 na kuendelea, kuna mahali pameandikwa pale kwamba kila mlapo na kukinywea kikombe mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Unapoumega mkate kumbukumbu ya mwili wa Kristo, unapotumia kikombe mzao wa mzabibu, maana yake ni damu ya Yesu Kristo. Sasa Biblia mstari unazungumza pale kwamba kila mlapo na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Sasa ni Wakristo lakini hawamegi mkate na hawatumii kikombe. Maana yake kwa lugha nyingine ni wanakana kwamba Yesu Kristo alikufa, akazikwa na akafufuka. Maana yake hawaitangazi mauti ya Bwana hata ajapo. Kwa hivyo unaanza kuona kwamba kumbe ni kweli viongozi wa dini na waumini ndio ambao ni maadui wa Yesu Kristo. Na pia kuhusiana na kutumia mkate na kikombe, ni kila siku ya kwanza ya juma. Jaribu kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 7. Anasema tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akahutubu na akiazimu kusafiri siku ya pili yake. Akafululiza maneno yake hata usiku wa manane. Kwa hiyo Wakristo walipokuwa wanakutana siku ya kwanza ya juma, ilikuwa ni muhimu waweze kumega mkate na kukinywea kikombe. Kwa hivyo hiyo ikabaki ni desturi.
kitabu cha Luka sura 24 ukisoma mstari wa 42 hadi mstari wa mwisho, unazungumza kwamba waliporudi hekaluni waliendelea kudumu ndani ya hekalu wakifanya hivyo, na ikawa ni desturi ya Wakristo. Kwa hivyo sasa unaweza kuona kama wanaopinga kutumia mkate na kikombe kila siku ya kwanza ya juma, zile pesa wanataka zibaki mifukoni mwao, zibaki kwenye akaunti zao. Tafsiri yake ni kwamba hao ndio maadui wa Yesu Kristo. Kwa hiyo maadui wa Yesu Kristo sio hao wengine tunaowafikiri, ni hawa viongozi wa dini, ni hawa wanazuoni wa masuala ya kithiolojia, ni hawa waumini wa hayo madhehebu ama makanisa. Shukrani sana kwa kunisikiliza na Mungu akubariki sana. Amen.